Mheshimiwa, sisi consistency ipo, kwa sababu hawa vijana ambao wanafanya vizuri huko kwenye AFCON ya chini ya miaka 17, tufahamu kwamba tumeweza kukaa nao toka wakiwa na umri chini ya miaka 10. Wako Tanga kule na ni mkusanyiko, kwa sababu tumekuwa na mashindano ya AFCON ambayo yanaitwa schools chini ya miaka 15. Haya mashindano yameanza, yana season 4 ukichanganya na hii ya mwaka 2026. Yalianza 23 wasichana chini ya miaka 15 ndio walikuwa mabingwa wa Afrika, mabingwa wa Sekafa na mabingwa wa Afrika. Lakini pia mwaka 24, hiyo 23 Sekafa yalichezwa hapa Dar es Salaam na Afrika yalichezwa kule Durban, Afrika Kusini. Na mwaka 24 yalichezwa Zanzibar kwa Afrika, lakini kwa Sekafa yalichezwa Kenya, Nairobi. Sisi tuliweza kuwa wawakilishi na tukawa mabingwa chini ya miaka 15 wavulana. Lakini mwaka jana ilikuwa imechezwa Zanzibar. Mwaka jana yalichezwa Uganda kwa Sekafa ambao tulikuwa mabingwa, lakini Afrika yakachezwa Ghana, tukawa mabingwa. Kutokana na kwamba mchanganyiko ule, wale ambao hawakuwa wamezidi miaka 17 ndio hawa mwaka huu wanakwenda kuchukua AFCON chini ya miaka 17, na wameweka historia ya kwenda kombe la dunia, kuvuka hadi nusu finali kwa mara ya kwanza kwa wavulana. Wasichana tulishafanya hivyo mwaka 2013, tulikwenda kombe la dunia na tukafika robo finali. Mwaka huu tumeweza kuwa mabingwa wa Sekafa, mabingwa wa chini ya miaka 15 na tunakwenda hiyo. Kwa hiyo consistency ipo, na niwaambie tu kwamba hii consistency itaendelea. Wakitoka hapo tunakwenda under 20, tutakwenda under 23 mpaka tutafika senior team. Na mara nyingi mnajua, ukishaonja ladha ya kuwa bingwa una confidence, unataka kuwa bingwa. Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba hiyo consistency ipo na bado utaratibu wetu unaendelea, na tunataka mbali ya kwamba kile kituo cha Tanga kisiwe peke yake, tunataka Kigamboni siwe ni sehemu ya kuweka kambi tu kwa timu za taifa, lakini pia kama mnavyojua tuna mazungumzo na serikali ya Shinyanga kwa maana ya Kahama kule. Kuna eneo ambalo tumeshakuwa na mazungumzo ya kutukabidhi, ambayo itakuwa ni kituo kikubwa sana kuliko hata kituo cha Tanga na Kigamboni. Lakini pia kwa hiyo consistency, nadhani baada ya kombe la dunia tu, kutokana na performance nzuri inayofanyika, FIFA wameamua kwamba kile kituo cha Tanga kiwe FIFA Talent Academy. Kwa hiyo baada ya kombe la dunia, Rais Infantino au mwakilishi wake watakuja kukizindua rasmi kuwa FIFA Talent Academy. Sasa hivi inaitwa TDS. Ndio maana unakuta imeandikwa TDS pale. Ukienda kwenye mitandao unasoma, wanaona kuna mchezaji mmoja sijui wa Simba, mmoja wa Yanga, sijui mmoja African Sports, nani wanasema TDS, mbona ndio imechukua. TDS ni kile kituo cha Tanga ambapo tunaweka kuanzia miaka 10, wakishafika miaka 17 wamegraduate, wanaondoka wanakwenda kwenye vilabu ambavyo vimewaona, vimewachukua. Na hamna klabu ambayo haina wachezaji wetu ambao wametoka TDS. Na hata juzi niliulizwa swali, wakaniambia tumekuwa na program za vijana wanapotea. Nikamwambia hawapotei kwa sababu iko kwenye ile agenda mliozungumza ya Simba na Yanga. Kabla hamjaona Simba na Yanga mnasema wamepotea. Lakini 80% ya timu yetu senior ya taifa ni program za vijana, kama sio 90%. Ni program za vijana.
wote, wakina Samata walikuwa kwenye Coca-Cola, wakina Msuva, wakina Shabalala, wakina Himidi, wakina Mudathiri, lakini ukaja na generation ya kina Dickson Jobu, Sopu, wakina huyu Mwenda Israeli, Kibabage, lakini ukaja tena wakakuta wakina Morris Abraham, ukawakuta wakina Kevin John, Edmund John, Mabula, wote hao. Kwa hiyo hawakupotea, isipokuwa kwa sababu hamjawaona kwenye huo ugonjwa wenu, ndio maana mnasema kwamba wamepotea, ambao nitakuja ijibu ya mwisho. Maana nikianza sasa hivi tunaweza tukaharibu hali ya hewa. Kwa hiyo consistency ipo, na ndio hakikishie kwamba chini ya Oscar na timu yake wamefanya kazi kubwa sana. Na kule mnawaona ni vijana ambao walishacheza timu za taifa, wakacheza timu zetu kubwa, wako wakina Henry, wakina Pawasa, wakina nani Agrey, wote wako kule, ndio ambao wanawasimamia hao vijana na mnawaona mambo wanayoyafanya. Lakini pia vilabu vina wajibu wa kuhakikisha kwamba wanasapoti hizi program, lakini pia inatakiwa tuwe wa kweli kwenye umri, na sisi tumekuwa wakali sana. Kwa mfano hao wanaocheza under 17 huko, ukiona kule bado Afrika tunapimwa. Ukienda kombe la dunia wala hawapimi, kwa sababu wenzetu huko toka mtu anazaliwa tayari ni electronic kila kitu, lakini Afrika wanapima, na ukuta wamefanikiwa kucheza, ina maana washapimwa. Na mpaka tunacheza hii timu iliyoko kule, kuna wachezaji wako 10 na ngapi waliofeli vipimo, 13 ambao walifeli vipimo, hawakuweza kuruhusiwa kucheza chini ya miaka 17, lakini ni kwamba wana qualify kucheza under 20. Kwa hiyo watakuwepo na tutaendelea na utaratibu huo. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi jinsi tulivyojipanga, dhamira yetu ni kwamba kombe likishaingia Tanzania lisitoke, angalau libaki hapa. Lakini pia mmeona timu iliyofanya kwenye AFCON Chani ilifanya vizuri, tumefika robo finali ambayo ilikuwa ni historia. Kwa hiyo sisi kila mwaka tunavunja historia. Jingine ni kuhusu Karume hapa. Karume hapa tayari tushafanya feasibility study, na utaratibu ni kuweka uwanja wetu wa Karume uwe katika standard ambayo inatambulika, hata michezo mikubwa ya ligi iweze kuchezwa hapa, lakini pia na timu za taifa zile za umri category age ziwe kuchezwa hapa, lakini pia iwe ni kituo chetu pia kingine. Lakini pia hati yetu tayari muda wake ulishaisha, kwa hiyo tuko kwenye kuhuisha, lakini wakati tunaihuisha hapa ni CBD, ilikuwa ni Karume Stadium. Kwa hiyo sasa hivi tumeomba hati itengenezwe iseme Sports and Commercial Facility, ili tuweze kuruhusu kuakomodeti na huo utaratibu mwingine wa kuweza kuwa na sehemu za biashara nje, na michoro iko tayari. Bahati nzuri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameiona na tumemwonyesha, lakini pia kwa hiyo tunasubiri tu tuweze kuhuisha hati hiyo, na tayari tushapata wawekezaji ambao tutafanya kwenye BOT, lakini pia na PPP ambao watawekeza hapa Karume. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tumemkabidhi, angalau tunataka hilo jambo liende haraka sana, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunataka tulifanye kabla, wakati hati yetu ilikuwa haija expire, na kawaida iki-expire na huishwa, lakini ilikuwa ni kabla ya uchaguzi kama tulivyoshauriwa, lakini sasa hivi tayari ikawa ime-expire. Kwa tunasubiri kuhuisha pamoja na hayo marekebisho ambayo tumetakiwa kuyafanya. Kuhusu swala la Usimba na Uyanga, hili mimi nawarudishia nyinyi ndio wa kwanza kuchochea. Mwalimu akitaja timu ya taifa
mnaangalia, mnatoa, mnaandika sijui kwamba aidha Simba au Yanga wamedominate timu ya taifa. Naanza sasa huko, ndio yanaanza hayo. Lakini sasa hivi sio Simba tu, tuna wachezaji wetu wanaocheza nje ya nchi, tuna wengine wanacheza hapa. Maana sasa hivi mmeenda mbali sana. Sasa hivi mpaka hata wale wageni wanaocheza mnawaorozesha huko, mnaanza kushindana kwamba mimi nina 10, mimi nina 6, mimi nina wangapi, lakini mnaoanza ni nyinyi. Mimi nasikitika sana tulivyo qualify kule AFCON. Sisi ilikuwa ndio timu ya kwanza kwenda kombe la dunia kwenye haya mashindano yanayoendelea. Ule usiku tuliocheza mechi, siku ya pili, kuna ajenda yenu ilikuwa inawahusu Simba na Yanga, ndio ambao mlikuwa mnaizungumzia vipindi vyenu vyote mpaka kwenye magazeti. Kuqualify kombe la dunia iliandikwa sehemu chache, tuna magazeti machache sana. Kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari, tunajua mnazipenda hizo timu, ni timu zenu, zinatuheshimisha. Mimi mwenyewe niwaambie, Simba na Yanga wananipa heshima, kwa sababu kule nje wanajua unapokuja kucheza na Simba na Yanga kwa Mkapa hatoki mtu yoyote yule, mpaka inatusaidia hivyo. Lakini ni jambo jema, lakini pia kuna changamoto zake. Changamoto ndio hizo. Kwa hiyo hii tunu aliyotupa Mwenyezi Mungu tuitumie vizuri, isituharibie timu yetu ya taifa. In fact hata jana walianza kutufunga wale Algeria. Mimi huwa naangalia kwenye comment, wafungwe warudi hao, wana comment watu msitusumbue bwana. Timu zetu zinataka hapa zicheze, mtuambia sijui nini. Kwa hiyo angalau wanatamani ile timu ingekuwa aidha ni Yanga au Simba, ingekuwa hivyo. Kwa hiyo ni vizuri mkatusaidia nyinyi, lakini pia tukaelimisha. Hatuwezi kuliacha hilo, lakini tutakapoanza kwenye nyinyi ambao watu wanawasikiliza siku nzima. Kipindi cha michezo kinaanza saa 3 mpaka saa 6. Yanazungumzwa kuhusu wachezaji, kuhusu sijui nini wa hizo timu mbili. Mambo mengine kabisa wala hayaongelewi, ambayo ni ya msingi. Wenyewe mnajua, mkiangalia sasa hivi sisi tuna mpango wetu ni kwamba tuwe na timu 3 ziende kombe la dunia. 2 zishafanikiwa, bado moja. Wasichana chini ya miaka 17. Tumecheza mechi ya kwanza, tumepoteza. Tuna mechi ya pili weekend hii. Lakini hilo kwa vijana wetu wala mimi sina wasiwasi, kwa sababu hata chini ya miaka 20, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulipoteza mechi ya kwanza kwa Cameroon. Lakini tukaja mechi ya pili, tukapindua meza, tukaqualify. Kwa hiyo uwezo huo tunajua tunao, na vijana wetu wameshaahidi kwamba watapambana ili waweze kwenda huko. Lakini hayo sio kabisa yanayoshika habari kwenye vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo hilo swali, nadhani kama mna vikao vyenu mkae wenyewe mrudishiane kwamba nyinyi mtusaidie vizuri kabisa, ikiwezekana tuweze kuliondoa hilo. Tuone timu ya taifa ni timu yetu sote. Mchezaji anayecheza ni Mtanzania, aidha katoka Simba, katoka Yanga, katoka nje ya nchi, katoka Coastal Union, katoka wapi, ni mchezaji wa timu ya taifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nadhani baada ya hapo yale yaliyokuwa upande wangu nimeweza kuyajibu. Kama kama kuna ambalo nimesahau, labda nikumbushe. Asante sana. Mimi nadhani rais wetu ameeleweka vizuri. Tuhitimishe.